Karibu sana kwenye sports update ya Game On. Karibu sana mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka Tanzania. Kazi yetu ni moja, kukusogezea habari popote pale ulipo, zile habari zinazoingia haraka kwa haraka, papo kwa papo. Hapa ni sehemu sahihi ya kuweza kupata habari hizo kutoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Leo Simba mambo inaendelea kwa mazuri kweli, huku wakielekea kucheza mchezo wa kirafiki siku ya kesho dhidi ya Al Hilal Omdurman, ambao mchezo huu utakuwa ni mchezo wa pili ukiachana ule mchezo wa jana juzi ambao Simba walicheza dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka pale nchini Sudan ya Kusini. Lakini pia mchezo huo ulitamatika kwa Simba kupata ushindi wa goli 2-1. Lakini pia siku ya kesho Simba wanatarajia tena kuingia dimbani kwenda kwa kabili Al Hilal katika dimba la Gymkhana jijini Dar es Salaam. Huu utakuwa ni mchezo wa pili, na haya yote yanakuja kwa sababu ya maandalizi kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na hapo kesho mchezo huo utapigwa asubuhi katika dimba hilo la Gymkhana pale jijini Dar es Salaam. Na taarifa zikieleza kwamba baada ya mchezo huo Simba kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal, Simba watakuwa wakianza safari ama kufanya maandalizi kuelekea huko nchini Eswatini kwenda kwa Gabili Nsingizini, ambao utakuwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini kuna taarifa ambazo kutoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba zikieleza kwamba kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapoweza kufanya maamuzi yake, na anahitaji wachezaji wote wa klabu hiyo ya Simba kuweza kufanya vizuri katika uwanja wa mazoezi, kwani kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya Simba na hakuna mchezaji aliyekuwa muhimu kwa kikosi hiko zaidi ya Simba wenyewe. Ili mchezaji awe kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na ligi kuu Tanzania bara ama kombe la CRDB Federation Cup, mchezaji anahitaji kwenda kujituma katika uwanja wa mazoezi, ili mwisho wa siku atakuwa amejihakikishia kuweza kupata namba ya kulishiriki ama kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ambayo Simba walikuwa wakiingia. Kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba hahitaji masahara kwenye kikosi hiko cha Simba, na pia amewaomba wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuelekea kile kazi ambayo ilikuwa imewafanya kuwepo hapo katika benchi hilo la ufundi, basi wachezaji pamoja na benchi la ufundi waweze kufanya kazi zao kufuata sheria na taratibu ambazo wao walizokuwa wamezijiwekea. Lakini pia kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba ifikapo Januari ya mwaka 2026, kwamba anahitaji kwenda kufanya vizuri ama kwenda kumsajili mchezaji mwingine ili kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko. Kuna taarifa ikieleza kwamba Mohamed Bajaber hataendelea kuelekea hapo katika klabu hiyo ya Simba kwa sababu bado majeraha yakiendelea kumkabili, na taarifa zikieleza kwamba kutoka mmoja kati ya kiongozi ndani hiyo ya klabu hiyo ya Simba ikieleza kwamba wanahitaji kwenda kuvunja mkataba na mchezaji, na anahitaji wachezaji wote wa klabu hiyo ya Simba kuweza kufanya vizuri katika uwanja wa mazoezi, kwani kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya Simba na hakuna mchezaji aliyekuwa muhimu kwa kikosi hiko zaidi ya Simba wenyewe. Ili mchezaji awe kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na ligi kuu Tanzania bara ama kombe la CRDB Federation Cup, mchezaji anahitaji kwenda kujituma katika uwanja wa mazoezi, ili mwisho wa siku atakuwa amejihakikishia kuweza kupata namba ya kulishiriki ama kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ambayo Simba walikuwa wakiingia. Kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba hahitaji masahara kwenye kikosi hiko cha Simba, na pia amewaomba wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuelekea kile kazi ambayo ilikuwa imewafanya kuwepo hapo katika benchi hilo la ufundi, basi wachezaji pamoja na benchi
la ufundi waweze kufanya kazi zao kufuata sheria na taratibu ambazo wao walizokuwa wamezijiwekea. Lakini pia kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba ifikapo Januari ya mwaka 2026, kwamba anahitaji kwenda kufanya vizuri ama kwenda kumsajili mchezaji mwingine ili kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko. Kuna taarifa ikieleza kwamba Mohamed Bajaber hataendelea kuelekea hapo katika klabu hiyo ya Simba kwa sababu bado majeraha yakiendelea kumkabiri, na taarifa zikieleza kwamba kutoka mmoja kati ya kiongozi ndani hiyo ya klabu hiyo ya Simba ikieleza kwamba wanahitaji kwenda kuvunja mkataba na mchezaji huyo kwa sababu pande zote mbili tayari wameshaweza kuafikiana na kila jambo linaendelea kuwa mazuri kweli. Kwa hiyo Bajaber kama atafanikiwa kuvunja mkataba na klabu hiyo ya Simba, basi kocha Dimitar Berbatov kuna mchezaji ambaye tayari ameshaweza kumwandaa na mchezaji huyo kuwasili ama kuja kushiriki ama kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezaji anatokea pale katika taifa la Botswana. Mmoja kati ya klabu ambayo anaitumikia mchezaji huyo ni klabu ya Gaborone United. Mmoja kati ya wachezaji ambao kocha Dimitar Berbatov tayari ameshaweza kumfikishia taarifa hiyo kwamba anamhitaji kwenye kikosi hiko cha Simba, lakini pia mchezaji mwenyewe hakuwa na papara kusema kwamba yuko tayari kama Simba watakuwa wa kwanza kwenda kuweka ofa katika klabu hiyo ya Gaborone. Mchezaji amekubali na amesema kwamba nipo tayari kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Kinachosubiriwa kwa hivi sasa ni uongozi wa klabu Simba kuweza kukaa chini na kumalizana na Mohamed Bajaber. Kama majeraha yake yataendelea kumkabiri na kama hatakuwa vizuri katika mchuano hiyo ama kutokuwa vizuri katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, kombe la klabu bingwa barani Afrika CRDB Federation Cup, kombe la mapinduzi kule visiwani Zanzibar, kama hali yake itaendelea kuwa mbaya, basi Simba wao hawatakuwa na chaguo, watakuwa wameingia dhahili wa shahili kweli kuweza kuachana na mchezaji huyo wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Usajili ambao uliokuwa umefanyika kuweza kumsajili Mohamed Bajaber ni kocha Fadlu Davis. Yeye ndiye ambaye alikuwa ameweza kuweka pendekezo la kumhitaji mchezaji wa aina hiyo, lakini baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba umeeleza kwamba mchezaji ambaye tunaenda kumsajili yupo katika majeraha, na hata timu yake ya taifa Kenya walikuwa hawajawahi kumuita kwenye kikosi hiko, kwani walikuwa wakifahamu kwamba mchezaji huyo yupo katika majeraha ya goti. Lakini Fadlu alisema kwamba anahitaji huduma mchezaji huyo, na majeraha hayo uongozi wa Simba ulikaa chini na kubawabu kwamba majeraha yake yatatumika muda gani kukaa benchi. Lakini kadri siku inavyozidi kuongezeka majeraha ya Bajaber yamekuwa ni makubwa kweli, huku pia daktari wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba akieleza kwamba mchezaji huyo hatakaa muda mrefu kweli nje na kuto kuweza kuwasili katika uwanja wa mashindano. Ili Bajaber aelekee katika klabu hiyo ya Simba ama kuingia katika kikosi hiko, basi kunahitaji muda kweli, na Simba wao hawako tayari kuweza kupata huo muda ili kuweza kumpa nafasi Bajaber. Kwa hiyo taarifa tu ambazo zilizoweza kutufikia kwamba Bajaber siku yoyote saa yoyote ataweza kumalizana na klabu hiyo ya Simba ili kuweza kupisha nafasi ya mchezaji kutoka pale nchini Botswana. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli ni kiungo wa kati, kwa maana kwamba central forward, kwa maana kwamba namba 10 ambaye anaenda kusaidiana na kina Jinchaz wa kina Elie Mpanzu Kibizawala pamoja na Nino Maema, wataenda kusaidiana katika eneo hilo la katikati. Lakini ni moja kati ya usajili bora kweli kama Simba wataenda kufanikiwa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo kutoka taifa hilo la Botswana akiwa na umri wa miaka 20.